mwenyekiti wa tamasha linaloitwa Siku ya Wana. Nipo hapa kuwapa taarifa wanajamukaya na wanashinyanga wote kwa ujumla, lakini pia na watumiaji wa stendi zote Tanzania kwamba timu yao ya Stand United itakuwa na maadhimisho ya wiki ya Siku ya Wana, ambayo wiki hii itafikia kilele tarehe 4 ya mwezi wa Oktoba, Jumamosi ijayo. Ukitoa hii inayokuja wiki hii, ile inayofuatia tutakuwa na kilele cha wiki hii, ambao hii tunaita ni Siku ya Wana. Kwa nini Siku ya Wana? Hili ni chama la wana, kwa hiyo watu wote ambao wanatumia huduma za usafiri wakitumia stendi tofauti tofauti, hii ni timu yao, na hivyo tumeona tutakuwa na Siku ya Wana ambayo itakuwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 10 kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 12:30 za jioni. Hicho ndio kibali ambacho tumekipata kutoka Jeshi la Polisi kwa ajili ya siku hiyo kuwa kama sherehe kwa ajili ya wana wote ambao ni washabiki na wapenzi pamoja na watumiaji pia wa stendi zote Tanzania ambao timu yao ni Stand United. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa na mjumuiko wa vitu vingi sana, kama tulivyosema ni siku ya wana, ni sherehe, ni siku ya burudani siku nzima. Watu wengi wamekuwa na maswali, stendi mbona kimya, hakuna usajili wowote ambao wachezaji wametangazwa. Yote hayo yatafahamika siku hiyo ya tarehe 4. Tutakuwa na mbio za baisikeli kama kawaida, kama mnavyojua Shinyanga, mchezo ambao pia ukitoa mpira wa miguu, mbio za baisikeli ni mchezo ambao umekuwa ukivutia ndani ya nchi na nje pia mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo tutakuwa na mashindano makubwa ya mbio za baisikeli upande wa wanawake, lakini pia upande wa wanaume, lakini pia tutakuwa na performance za wasanii A-list wa Bongo Flava pamoja na wale wa hapa nyumbani, kwa maana ya wa Shinyanga na ukanda huu wa ukanda wa Ziwa. Tutakuwa nao wasanii wa kutosha kwa ajili ya kutoa burudani ya kutosha siku hiyo, lakini pia kutakuwa na mechi za utangulizi. Mechi hizi za utangulizi, kutakuwa na mechi ya kwanza ya utangulizi kati ya timu ya madereva wa bajaji mkoa wa Shinyanga wakicheza dhidi ya timu ya madereva wa bodaboda mkoa wa Shinyanga. Hiyo itakuwa mechi yetu ya kwanza ya utangulizi. Mechi yetu ya pili ya utangulizi tumeagusa pia masoko. Watu wote wakitaka kwenda sokoni lazima wapande usafiri. Kwa hawa ni mashabiki wa Stand United. Timu ya soko kuu watacheza dhidi ya soko la Majengo. Kwa hiyo mechi itakuwa ni mechi yetu ya pili siku hiyo, lakini kutakuwa pia na mechi ya tatu ambayo hii ni dabi kwa hapa Shinyanga, ambayo itakuwa ni kati ya Upongoji FC watacheza dhidi ya Ibinzamata FC. Hizi ni mechi tatu za utangulizi ambazo zitatangulia siku hiyo ya tarehe 4. Lakini kubwa zaidi, utambulisho wa wachezaji utafuata hapo. Baada ya hapo kutakuwa na mechi kubwa kati ya Stand United, timu mpya sasa ambayo imesajiliwa, ambao watu wengi mnatamani kuiona. Itacheza mechi dhidi ya timu kutoka ligi kuu ya Tanzania bara. Hiyo ndio itakuwa mechi yetu ya mwisho. Burudani pia zitakuwa za kutosha, ma DJs watakuwa kutosha. Siku hiyo ni siku ya sherehe ya Siku ya Wana wote Tanzania. Kwa hiyo tunawaalika wanajamukaya, wakazi wa Shinyanga na mikoa yote ya jirani, lakini pia mikoa yote ya Tanzania na hata nje ya nchi waje. Siku hiyo ni siku yao. Hizo siku zingine zote ni siku ambazo ni timu ambazo wamezikuta, lakini timu ambayo wanaitumia kila siku kwenda makazini, kwenda makanisani, misikitini, kusafiri kwenye shughuli tofauti tofauti, wanatumia usafiri katika stendi tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio siku ya watu wote Tanzania, ni tarehe 4 ya mwezi wa Oktoba. Siku hiyo kama nilivyosema ni siku nzima, tumepewa ruksa kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 12:30 jioni. Asubuhi sasa ile alfajiri saa 12 tutakuwa na jogging, ambao hii ni fun jogging ambayo itashirikisha wadau wote wa Shinyanga na wa mikoa ya jirani ambao wanaweza kuja kufanya mazoezi tu, mbio ambazo sio za kushindania kitu chochote, ni kupunguza magonjwa nyemelezi kwa watu wazima, vijana na hata vijana wadogo, watoto wadogo ambao bado wanasoma, sababu itakuwa ni weekend. Basi mnakaribishwa kwa ajili ya hiyo siku. Tunaanza na jogging asubuhi saa 12 na ruti yetu itakuwa fupi sana ili kuhakikisha kwamba tunapita maeneo ya katikati mwa mji kuwaambia watu tayari siku ya burudani imeshaanza. Watu wote tuna jukumu la kuwa wafadhili wa Stand United, na ndiyo maana tumeamua kuja na mbinu ya kuanzisha matamasha, kuwa na vitu tofauti, fun run jogging hizi, ili watu wote tuje kushiriki. Kama tusiongee tu huko mtaani,
kitendo cha wewe kuja kushiriki kwenye siku hii ya wana ndiyo tukio kubwa ambalo umelifanya, umeichangia klabu yako. Tumekuwa na mechi nyingi ambazo watu wanaingia tu bure, unakuta kundi fulani labda la kupiga ngoma wanaingia bure. Siku hiyo watu wote itakuwa ni siku yao ya kuichangia timu. Sio, unaelewa? Kwa hiyo stendi, mdhamini wake wa kwanza ni mwanachama wake na shabiki wake, ni mtumiaji wa stendi zote Tanzania. Kiingilio cha siku hiyo itakuwa ni shilingi 5,000 kwa mzunguko, lakini tutakuwa na shilingi 10,000 kwa jukwaa la VIP, ile jukwaa ambalo lina kivuli, nafikiri watu wote tunalifahamu jukwaa kuu. Kutakuwa na shilingi 10,000 pale kiingilio, ila kutakuwa na eneo maalum ambalo ni VVIP. Hao wenyewe watakuwa na special cards ambazo tutashirikiana nao siku hiyo. Kwa hiyo kutakuwa na viingilio shilingi 5,000 kwa mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIP, na hii ni kwa sababu ya burudani ambazo zitakuwepo siku hiyo kama nilivyosema, kuanzia jogging, mechi hizo 3 za utangulizi, wasanii A-list wa Bongo Flava pamoja na hapa nyumbani, lakini pia utambulisho wa wachezaji, lakini pia mechi ya Stand United na timu ya ligi kuu. Maana yake tayari hiyo sasa wewe mwenyewe unaweza kaona ni hata kiingilio chenyewe hakitoshi. Unatoa 10,000 au 5,000, unaona wasanii zaidi ya 10 wakiperform. Unaona utambulisho wa wachezaji, unatazama mechi ya timu kutoka ligi kuu inacheza na Stendi, unatazama mechi za utangulizi, unatazama mbio za baiskeli, yote kwa 10,000 yako hiyo au kwa 5,000 yako hiyo. Kwa hiyo unaweza kaona ni kiingilio kidogo sana kwa ajili ya burudani ambazo zimeandaliwa kwa siku hiyo ya Jumamosi ya tarehe 4 ya mwezi wa 10. Bado tuna siku 10. Kwa hiyo siku zitakazosogea tutahitaji hiyo timu ni timu gani, na hata wasanii watakao tumbuiza siku hiyo tutawataja, na hata jezi official ya msimu, vyote hivyo tutavitaja on the way forward. Lakini kwa sasa hivi watu waendelee kuandaa viingilio vyao shilingi 5,000, lakini matangazo yatapita huko mitaani, mjue tu ni siku ya wana imefika. Tunasema siku ya wana, yes yes yes. Ni siku ya burudani, ni siku ya sherehe kama nilivyosema hapo awali. Tunakaribisha mataasisi yote ambayo yapo tayari kushirikiana na sisi. Sisi tuko tayari kushirikiana nayo siku hiyo, na wale special guest ambao watakuja kwa ajili ya VVIP na wao pia watapata special treatment kuanzia lile eneo, kuanzia mlango watakaoingilia na kila kitu. Hakuna neno lolote jipya zaidi ya siku ya wana tarehe 4 mwezi wa 10. Labda siku hiyo yanaweza yakatoka matamko tofauti tofauti siku hiyo. You never know, inawezekana Stand wamepata sponsor mpya. You never know. Kwa hiyo siku hiyo watu wote tufike Kambarage kwa kiingilio shilingi 10,000 na 5,000 pia, ili tuweze kujua yote. Pale maandalizi yote sasa yatatajwa, nani atakuwa na kazi gani, nani ataprovide nini, kwa sababu watu wote watakuwepo hapo wakati huo. Tunategemea pengine serikali ya mkoa itakuwepo, sababu tumeshirikiana nao kuandaa tukio hili. Watakuwepo, serikali ya wilaya itakuwepo, kwa hiyo wabunge watakuwepo. Kwa watu wote sasa pale ndio itakuwa ni siku ya wao kutoa, labda kuelezea wataparticipate vipi, lakini hakuna kauli yoyote sasa hivi zaidi ya kusema kwamba tutakuwa na siku ya wana tarehe 4 mwezi wa 10. Itaanza saa 2:30 asubuhi ikitanguliwa na jogging ambayo hii itafanyika kuanzia saa 12 kamili za asubuhi. Waandishi wa habari, karibuni sana kwenye tukio letu ambalo tungependa kushare na nyie. Tukio lenyewe ni kuhusiana na tamasha kubwa ambalo tumeliandaa kama Stendi, ambalo ni tamasha la Wana Day, wazee wa yes yes yes. Matamasha mengi sana yamefanyika, makubwa, mengine yakionekana kama tamasha la mazombi, lingine likaja tamasha lina maua sana, lakini si kama chama la wana tunakwenda kufanya hitimisho ya matamasha yote haya ambayo yamefanyika. Lakini pia tulishuhudia matamasha ambayo yaligeuka kuwa kama birthday party tu, ama party za kitchen party, ambazo hatukuwa matamasha jinsi yalivyo. Lakini hili tamasha ambalo tunakwenda kulifanya siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 2025 katika uwanja wa CCM Kambarage ni tamasha ambalo linakwenda kuonyesha namna gani ya kuandaa tamasha la kimichezo. Kwa hivyo niwakaribisha sana wapenzi na mashabiki wa chama la Wana Stendi siku hiyo ya Wana Day, ambayo hapo kama ambavyo awali mwenyekiti amesema kwamba kutakuwa na jogging maalum ya mashabiki na wapenzi chama la wana kuanzia alfajiri ya saa 12, lakini pia
michezo ya ufunguzi, kwa sababu tamasha hili ukiangalia kiingilio chake ni cha chini sana. Mzunguko shilingi 5,000, lakini jukwaa kuu pale kwa shilingi 10,000. Kwa hivyo niwaambie tu kwamba wasikose kufika hiyo siku, waje washuhudie kikosi ambacho tumekisajili. Na ndio maana ukiangalia watu wengi walikuwa wakituuliza kwamba kwa nini hamwatambulishi, ni kwa sababu tuliamua kutoa nafasi kwa timu zingine ziweze kumaliza utambulisho kabla yetu sisi kuja kufanya utambulisho. Sababu sisi kwenye utambulisho wetu tunafunga kazi. Ikitokea timu yoyote imeingia katikati kwenye kutambulisha wachezaji wakati sisi tuko tunatambulisha, asitulaumu, kwa sababu wachezaji wake wataonekana kama vibwengo tu, kwa sababu wachezaji ambao tumewasajili mtakwenda kuwashuhudia ni hatari kweli kweli. Na ndio maana nasema hata kwenye msimu huu kama kuna timu inataka kutupiga sisi, tutawapa fursa moja tu ya kutupiga picha basi. Tofauti na hapo hakuna chochote ambacho kitaendelea.